Na mwali gani ndugu mpenzi mtazamaji wa TLC Mzundu TV and NDC. Ripoti za TLC Mzundu TV zinatokea hapa ndani ya viunga hivi vya shule ya St. Teresa, na kikubwa hasa kilichoweza kutufanya tuweze kusafiri umbali mrefu na tufike hapa ndani ya viunga hivi vya shule ya St. Teresa ni kuja kuwatembelea walimu, kuona namna ambavyo wanafunzi wanashiriki katika michezo mbalimbali, lakini tutakwenda kuona namna ambavyo wanafunzi wanashiriki katika kujifunza mada mbalimbali huko madarasani, lakini tutakwenda mbali kwenda kuona namna ambavyo wanafunzi wanavyoweza kushiriki katika kazi mbalimbali za mikono. Ambatana na sambamba ndugu mpenzi mtazamaji, ni kupeleke moja kwa moja madarasani, twende tukajionee, lakini tuone namna ambavyo watoto, kama ambavyo nimekujuza ndugu mpenzi mtazamaji, kwamba wanakwenda kushiriki katika michezo tofauti tofauti. Tutakwenda kuona namna ambavyo watoto wanaimba nyimbo mbalimbali za kizalendo, lakini tutakwenda kuona namna ambavyo wanafunzi wanashiriki katika kucheza michezo tofauti tofauti, ili kuwafanya wawe na uelewa wa kufikiria mambo kwa haraka haraka. Lakini tutakwenda mbali zaidi madarasani kwenda kuona namna ambavyo wanafunzi wanaweza kufundishwa mada tofauti tofauti, lakini ni njia gani na ni zana zipi wanazitumia walimu wa shule hii ya St. Teresa, kuona namna ambavyo wanatumia zana tofauti tofauti kuhakikisha kwamba watoto au wanafunzi wanaweza kupata kile ambacho kimekusudiwa. Ambatana nami sambamba ndugu mpenzi mtazamaji, ni kupeleka moja kwa moja madarasani uweze kwenda kujionea. Katika kuhitimisha ziara yangu ndani ya shule hii ya St. Teresa, nimezungumza na mkuu wa shule, naye alikuwa naye ya kusema. Habari za leo ndugu watazamaji, kwa jina naitwa Sister Agnes Zayumba, ni mwalimu mkuu wa shule ya awali na msingi St. Teresa of Calcutta. Shule hii iko katika mkoa wa Tanga, wilaya ya Handeni, kata ya Kabuku, tarafa ya Mzundu. Shule hii inamilikiwa na shirika la Masista Mama wa Usambara, Jimbo Katoliki la Tanga, na ambayo ilianza mwaka 2019 kama darasa la awali, lakini kutokana na uhitaji wa wazazi ambao wako katika mazingira haya ya Kabuku, wakalishauri shirika lianzishe darasa la kwanza. Kwa hiyo shirika la Masista Mama wa Usambara kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wa elimu wakajenga darasa la kwanza, ambapo kwa mwaka wa 2020 ndipo tulipoanza kama elimu ya msingi, tukawa na darasa la kwanza. Tukaenda hivyo watoto wakiwa wanapanda madarasa mwaka hadi mwaka, na watoto wakiendelea kuingia, wazazi wakiendelea kutuletea watoto wao, na mpaka sasa tuna darasa la baby, yani baby class, tuna darasa la pre, tuna darasa la kwanza hadi darasa la 7 kwa mwaka huu. Mwaka huu 2026 ndio tunaanza kutoa darasa letu la kwanza, darasa la 7. Shule ya St. Teresa of Calcutta ina usajili wa Wizara ya Elimu katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ina namba ya usajili EM 18982. Shule ya St. Teresa of Calcutta ni shule tunasema ni day school, au kwa lugha yetu tunasema kwamba ni shule ya kutwa. Watoto wanakuja kwa usafiri, tuna usafiri mzuri, magari yanawafuata watoto majumbani. Tunachukua watoto kwa usafiri kutoka Segera, Kwedizinga, Kabuku pamoja na Komkonga. Tuko katika mchakato wa kuhakikisha kwamba shule yetu inachukua watoto kutoka mbali zaidi. Kwa mfano, mpaka ikifika Januari 2027 tutakuwa tumeshakamilisha usajili wa bweni. Kwa hiyo kuanzia Januari 2027 tutakuwa na uwezo wa kuchukua watoto kutoka mikoa mingine. Kwa hivyo wale ambao mko mbali na vijiji hivi vya karibu na shule yetu, mnakaribishwa kwa Januari 2027. Kama ulivyoona kwenye mazingira yanayozunguka shule yetu, mazingira ya ndani na nje ya darasa, mazingira ya shule yetu ni mazuri sana.
ni mazuri kwa sababu gani? Mazingira tulivu yenye maua ya kupendeza, yenye miti ya kivuli, na pia lakini majengo ambayo wanayatumia watoto wetu kwa ajili ya kujifunzia ni majengo bora yaliyojengwa kwa kuzingatia viwango vya ujenzi nchini Tanzania, na mazingira haya ni tulivu na yanamsaidia mtoto katika kujifunza pia. Moto wa shule yetu nisaidie niweze kufanya mwenyewe. Katika shule yetu ya St. Teresa of Calcutta tunatumia sana falsafa ya Maria Montessori katika kujifunza au katika kumfundisha mtoto. Mwanafalsafa huyu anasisitiza mtoto afanye mwenyewe na mwalimu awe observer wa kuhakikisha kwamba yule mtoto kile anachokifanya anakifanya katika ufanisi wa hali ya juu. Kwa hiyo tunachofanya hapa ni kuhakikisha kwamba mtoto anatenda na sisi kama walimu tunamsaidia kumfanya hicho kitu anachotenda atende kwa ufanisi zaidi. Kwa mfano kama ni ufundi kama hivyo kwenye kushona, tunamwangalia anavyofanya, alafu tunamrekebisha, tunamwambia hapa umekosea, fanya hivi. Na watoto wetu ni wasikivu sana na wenye nidhamu ya hali ya juu. Katika kuwaelekeza huko wanatii na wanafanya kama vile ambavyo wanapaswa kufanya. Shule ya St. Teresa of Calcutta ni shule inayojitahidi sana katika upande wa taaluma. Wanafunzi wetu wanafanya vizuri sana katika mitihani ya ndani, lakini pia na ile mitihani ya nje. Kwa mfano, tulianza kutoa darasa la mtihani wa taifa mwaka 2023 ambao watoto hawa kwa mwaka huu ndio wako darasa la 7. Watoto hawa walipata alama 250 daraja A bora kati ya alama 300. Mwaka 2024 napo tulitoa darasa la 4 kwa mara ya pili. Watoto hawa walipata alama 279 kwa ufaulu wa daraja A bora. Hiyo 279 ni kati ya alama 300. Kwa mwaka 2025 watoto wetu wa darasa la 4 walipata ufaulu wa alama 249 kati ya 300 daraja A bora. Kwa hiyo ukiangalia huo mpangilio wa ufaulu utaona kabisa kwamba St. Teresa of Calcutta ni chaguo bora kwa mtoto wako, kwa sababu watoto wanafanya vizuri sana katika mitihani ya ndani, lakini si mitihani ya ndani tu, bali hata mitihani ya nje. Niwashukuru sana ndugu wazazi, watoto wetu, walimu na wafanyakazi wote walioko katika taasisi hii ya St. Teresa of Calcutta kwa ushirikiano wao, kwa sababu ufaulu wa mtoto unachangiwa na jamii nzima, kwamba hata mpishi aliyeko kule jikoni alisaidia katika kuhakikisha kwamba mtoto anafanya vizuri. Dereva ambaye amemsafirisha mtoto amehakikisha kwamba mtoto anafanya vizuri. Mwalimu aliyemfundisha mtoto darasani amehakikisha yale matokeo yanakuwa mazuri. Mzazi ambaye analipa ada na kumsimamia mtoto wake kule nyumbani, naye amechangia kikubwa katika kuhakikisha kwamba mtoto anafanya vizuri kwenye taaluma. Wito wangu kwa wazazi ni kwamba ninawakaribisha wazazi wawalete watoto wao katika shule yetu hii ya St. Teresa of Calcutta. Kwa nini ninasema hivyo? Kwa sababu shule hii ni bora sana kwa kuzingatia wito wa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba tunapaswa, mbali na masomo ya wanayojifunza watoto shuleni, masomo mbalimbali kama mathematics, civic and moral, science, geography, historia ya Tanzania na masomo mengine, wanasisitiza pia, serikali yetu inasisitiza pia kuhakikisha kwamba watoto hawa wa shule ya msingi wanajifunza juzi mbalimbali. Na kwa maana hiyo, kwa kuzingatia hilo, katika shule yetu hii ya St. Teresa of Calcutta tunafundisha juzi mbalimbali kama vile mapishi. Watoto wetu wanajifunza kuhusu upishi. Vile vile wanajifunza kuhusu ushonaji, wanashona kama mlivyoona katika vipindi vilivyopita. Vile vile tumefungua darasa la kompyuta, ikizingatiwa kwamba katika ulimwengu wetu huu wa leo
kila kitu kiko kidijitali. Kwa hiyo hata kama kwa mfano mtoto anajifunza kwa mfano ushonaji, labda akawa na uwezo wa kufungua kiwanda chake cha nguo, baadaye akawa na uwezo wa kufungua labda restaurant yake kwa ajili ya kuuza vyakula, ili aweze kujitangaza anahitaji kufanya matumizi ya kompyuta. Kwa hiyo hilo tuliliona, na ndio maana haijalishi katika uchanga wetu, lakini tukaona tutafute kompyuta na mwalimu wa kompyuta aweze kuwasaidia watoto wetu katika nyanja hiyo. Shule yetu hii ya St. Teresa of Calcutta ina walimu wazuri waliobobea katika masomo yao. Mbali na masomo hayo ya darasani ambayo ni ya kawaida tu ya mtaala wa Tanzania au syllabus ya Tanzania inayofundishwa, lakini pia tunao hao walimu ambao wanafundisha juzi mbalimbali. Watoto wetu katika shule hii ya St. Teresa of Calcutta, mbali na masomo wanaofundishwa, pia wanashiriki katika michezo mbalimbali kama mlivyokwisha kuona kwamba wanajifunza kuhusu utamaduni wa Mtanzania. Mmeona nyimbo za Kihaya, ngoma za Kihaya na mengineyo. Japokuwa shule yetu iko wilaya ya Handeni, lakini tunajua pia na mambo ya Wahaya. Hii ni kuonyesha kwamba sisi ni Watanzania na sisi ni wamoja. Kwa hiyo nawakaribisha sana wazazi, walezi, ndugu, jamaa na marafiki, hata watoto wetu ambao wako hapa St. Teresa, kuleta watoto wenu katika shule hii. Hamtajutia. Yaani kama ikitokea umemleta mtoto wako katika shule ya St. Teresa of Calcutta, hutajutia, kwa sababu mtoto mpaka anahitimu katika shule yetu hii atakuwa ni mtoto ambaye anaweza akaenda kujiajiri huko mitaani. Karibuni sana. Nikiripoti tokea hapa ndani ya viunga hivi vya shule ya St. Teresa English Medium iliyoko hapa ndani ya kata hii ya Kabuku, halmashauri ya wilaya Handeni, mimi ni Chisco wa TLC Mzundu TV, Handeni DC.